Kwa natamani niseme kwanza, hii dhana ya vituo jumuishi maana yake nini? Ni kwamba unakuwa na mahakama ya mwanzo, mahakama ya wilaya, mahakama ya hakimu mkazi na mahakama kuu na mahakama ya rufani katika jengo moja. Faida yake nini? Inaokoa muda sana sana sana. Inaongeza ufanisi. Inaongeza tija katika utoaji huduma. Maana yake pia ni kwamba huyu mwananchi badala ya kutoka mahakama ya mwanzo aende kutafuta mahakama ya wilaya iko wapi, anakwenda tu sakafu inayofuata. Kwa maana hiyo atamaliza majukumu yake mapema na kwenda kwenye shughuli zingine za ujenzi wa taifa. Sasa baada ya awamu ya kwanza ya vituo 6 kupita, ikaonekana kwamba dhana hii ni bora na ni ya muhimu sana. Kwa hiyo serikali ikachukua mkopo mwingine kutoka Benki ya Dunia ambayo ni dola milioni 90, na katika fedha hizo vituo vingine 9 sasa vinakwenda kujengwa na vinaendelea kujengwa, ikiwepo hiki cha Geita ambacho kama nilivyowaambia jengo hili sasa liko kwenye 88%, na kazi iliyobaki ni ndogo ndogo tu kwa ajili ya kumalizia. Lakini ipo Simiyu, na Simiyu iko kwenye 80% na inakwenda vizuri. Kuna Njombe, kuna Katavi, kuna Songea, lakini vile vile kuna Lindi, kuna Singida, lakini pia kuna Songwe na vile vile kuna Pemba. Na jengo la Pemba nilisemea kidogo kwamba lenyewe tumelifanya pia kimkakati, kwa sababu ni jengo ambalo lina hadhi ya kuimarisha na kuchachua pia muungano wetu. Pamoja na kwamba kwenye mambo ya muungano ile mahakama ya rufani ndio ya muungano, lakini hakuna kinachofika kwenye mahakama ya rufani bila kuanzia mahakama ya mwanzo. Kwa hiyo tukadhani tukiweka kituo jumuishi pale Pemba itakuwa la maana. Hapa nimshukuru sana pia Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, ametusaidia sana kupata kiwanja kizuri na eneo zuri, na akasema kwa kuwa tayari kuna jengo zuri pale Tunguu la mahakama kuu, basi hii ikajengwe Pemba, nalo liko vizuri kwenye asilimia nzuri sana, na kwamba tumewashirikisha wenzetu wa KMKM chini ya Komodo Msinjiri ndiye anayesimamia ili kazi iende kwa kasi kubwa zaidi, na tunaamini kwamba litaisha nalo lilete hadhi ya pale Pemba. Na tunasema gharama yake ni bilioni 9.8 kwa lile la Pemba, na hata muonekano wake, ndio maana nalizungumza swala la juditecture. Muonekano wake umekaa pia kwa maudhui na mandhari ya Zanzibari, ili mtu akifika pia pale aweze kusikia kwamba amefika kwenye jengo la mahakama lenye vionjo vile vile vya kule Zanzibar. Mradi mwingine ambao ningependa niugusie kidogo ni ule wa ujenzi wa makao makuu, ambapo nimekuwa nikisemea mara kwa mara, lakini na ninyi waandishi wa habari Geita ni vyema mkakumbuka hili, na wale ambao wanafuatilia kwamba jengo hili sasa tayari majaji wote ambao walitakao kuhamia pale wa mahakama kuu na mahakama rufani tayari tumeshahamia pale. Ofisi ya mtendaji mkuu ilishakuwa pale kuanzia tarehe 29 Disemba 2022. Ofisi ya msajili mkuu tayari iko pale, kwa hiyo jengo linatumika kwa asilimia zote. Ni jengo kubwa la kifahari, nirudie tu kusema gharama yake ni bilioni 9.7. Kwa hiyo ni jengo ambalo ni la pekee, lina ghorofa 9, na kama nilivyowaambia tayari imeshaleta vivutio, imeshakuwa kivutio cha kiutalii, na SGR inapita pale pale. Ni imani yetu kwamba miti iliyopandwa pia pale zaidi ya 400 siku ya uzinduzi ambaye aliongoza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kupanda miti itazidi kuvutia mandhari ya pale. Na niwakaribishe Watanzania wawe na hamu na shauku ya kuja kutembelea jengo lao hilo ambalo ni zuri, la kifahari na linaweka historia ya pekee. Kama nilivyosema, lilizinduliwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Alizindua miradi mitatu: jengo la Tume ya Utumishi wa Mahakama ambalo ni bilioni 13.4, akazindua majengo ya makazi ya waheshimiwa majaji bilioni 42.3, lakini pia jengo hili kubwa sasa la kihistoria la mahakama ambalo ni bilioni 129.7. Tunaita a gigantic building, yani jengo ambalo ni la kinamna yake. Lakini tunachosema ndugu zangu, haya yote sasa yamefanyika, pengine ni vyema kufahamu kwamba faida ya vyote hivi vilivyofanyika ni nini. Moja ni kuhakikisha kwamba kupata haki imerahisishwa sasa kwa kiwango kikubwa sana. Kupunguza umbali ule wa Tanzania kusafiri. Walikuwa wanasafiri kilomita 400 mpaka 500. Mfano umetolewa wa Morogoro pale Mahenge kwenda Dar es Salaam
kupata huduma ya mahakama kuu sasa hivi imekuwa ni kitu kingine. Lakini pia tunasema hata gharama sasa zimepungua zaidi, zile za kufata haki, kwa sababu huduma zimekuwa karibu zaidi na ilivyokuwa mara ya kwanza. Hata backlog cases sasa, mwanzoni mwaka 2021 wakati Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani, backlog ilikuwa 10%, lakini sasa tunazungumzia 3%. Kwa hiyo tunaona bado mambo yanakwenda kwa kasi kubwa sana. Backlog maana yake ni kesi ambayo imechelewa, imekaa muda mrefu mahakamani. Nchi zingine jirani, sitaki kutaja jina, wao kwenye 57%. Sisi tu kwenye 3%. Walipotutembelea tulipoambia 3%, wakasema nafikiri mmesahau sifuri, labda ni 30%. Naambia hapana, ni 3%. Kwa hiyo kwa kweli kazi kubwa inafanyika. Tulitamani mjue kwamba haya yanayoboreshwa katika miundombinu basi yana tija katika utendaji wa shughuli.